Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Meresha Owiti. Karibu. Na maswali kuhusu ni nani hasa kwa sasa anaongoza taifa wakati Rais William Ruto yupo nje ya nchi kwa takriban wiki moja sasa yameibuliwa, huku kukiwa na mgogoro wa mafuta uliosababisha vifo na uharibifu katika maeneo mbalimbali kote nchini. Licha ya nchi kuwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, mazungumzo kati ya serikali na wamiliki wa matatu yalisitishwa hadi Rais William Ruto atakaporejea nchini, huku waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen akichukua jukumu la upatanishi kati ya pande hizo mbili. Je, kuna mpango mpana wa kumtenga naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na hata kudhoofisha jukumu lake wakati wa kutokuwapo kwa rais? Mwanahabari wetu Chris Tairu anaripoti zaidi. Kulingana na katiba ya mwaka 2010 ibara ya 147 kifungo cha 3, rais anapokuwa safarini au hana uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa muda, naibu rais huvalia njuga majukumu ya rais. Takriban wiki moja rais amekuwa katika ziara ya kimataifa akisaini mikataba ya ushirikiano kwa niaba ya serikali. Humu nchini zaidi ya watu 6 wamepoteza maisha yao, makumi wakiuguza majeraha ya risasi na mali yenye dhamani ya mamilioni ya shilingi kuharibiwa wakati wa maandamano ambao yametikisa maeneo mbalimbali ya nchi, kauli mbiu ikiwa ni kupunguzwa kwa bei ya mafuta. Kinyume na matarajio kwamba naibu rais anapaswa kuwa mstari wa mbele kuziba pengo la rais na kuwa mpatanishi mkuu wakati wa migogoro nchini, naibu rais alionekana kuadimika kama wali wadaku, haswa wakati ambapo waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen alieleza kuwa sababu ya kuahirishwa kwa mazungumzo ni kutokuwepo kwa rais nchini. There was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level. Sisahau kuwa naibu rais Profesa Kithure Kindiki amekuwa nchini na hata siku ya Jumatano alihudhuria ibada ya wafu ya binti aliyekuwa gavana wa Meru Kiraitu Murungi hapa jijini Nairobi kabla ya kuelekea kaunti ya Kitui kwa sababu ya shughuli za kisiasa. I see a situation where my brother Kindiki, a good professor and he's a learned man, maybe he feels this was not his. Maybe somebody needs to shake him and say, bro, you are now the deputy president. Forget about how you came to power. It doesn't matter. What matters is what you do with the power. Even yesterday we had some lives lost, in the last couple of days because of the same issue. So this is a national crisis, you understand? It's a national crisis where it really impacts the economy. If today Kenya were invaded by another country in East Africa, we will not wait for our president to come back. The deputy would immediately start defending our beloved country. Kulingana na wachambuzi wa siasa, kunaonekana kukosekana kwa uongozi dhabiti serikalini licha kwamba serikali iko kamili, kwani inaonekana ni kana kwamba lazima rais awe nchini ili migogoro inayokumba nchi iweze kutatuliwa. So I would want to encourage our deputy president and would want to encourage him to take charge. If the president is away, he is actually our president. Let him take charge. Let him speak to the issues, not just reacting. The best thing would be even for the deputy president to come out and and speak to the people and empathize and tell them that ndio tunasikia uchungu na unaelewa, not in a political way but to show people that tunasikia uchungu yenu, umeelewa? Kama ilivyo sasa, Wakenya hawana budi bali kujitayarisha kwa nyakati ngumu zaidi za kiuchumi zinazosababishwa na gharama ya juu ya mafuta na bidhaa zake hadi rais atakaporejea nchini. Chris Tairu, KTN, Nairobi. Na tusonge